him who will, not of him who runs, but of God who shows mercy. Sio kwa sababu ya dawa, sio kwa sababu ya utawala, sio kwa sababu ya umaskini ama vita, lakini ni kwa sababu ya Mungu anayetuonea huruma. Mungu anaweza kuondoa vita, Mungu anaweza kuondoa njaa, Mungu anaweza kuondoa kila calamity. It is for God who can move, not we. God is more than medicine. God is more than soldiers. God is more than kings and presidency. He is the Lord Almighty. He is our God, creator. God of Moses, Jacob, Isaac. For the scripture says to the Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, and that I may show you my power. I will show you my power. God is showing his power to the world. That is why we have this calamity. God is showing his power. Kwa sababu niliona mwanaume anasema hapa, mimi ni msoga. Anaambiwa aende kwa kazi nyingine, anasema hiyo ndio kazi yake. Do you think God created men for men? Shame. Bure kabisa hii. Hata ikiwa kuko na human rights, wale wamekosesha dunia. We shall not allow this. Do you think that God created a woman for a woman? No, it will not happen. Mumetuchafua masikio, mumetuchafua macho yetu, watoto wetu wamechafuka. Hizi vitu itafungwa maruninga hii. Watoto wanaona mambo machafu. Nimeona wasichana wanaonyeshwa hata kwa TV wanajiita fighting, matiti iko nje. Matiti. Satanism. Tunaonyeshwa matiti kwa sababu ya nini? Ufaiji huu ni gani? Biblia inasema atakayemuona mwanamke amtamani amesini naye. Sasa tunaletewa kusini kwa TV. Wanawake wanakuja hapo na matiti, tunaonyeshwa matiti. Wanaume wanaamuka pale walipo. Macho wanakodoa namna hii, waangalie. Wanasini wote. Watu wote wamesini kwa ajili ya hao wasichana wanajiita virgin. Wavae nguo na wasitokee tena kwa TV. In Jesus name. Na ndio maana nasema hili pigo litaendelea. Usiwe hata mtawala wa kuambia watu, okay, asanti. No, the world is not yours. The world is for God. Na tumesikia pale kwanza ya kwamba yeye ndiye only God who can show mercy to his people. And if at all he faces you, he can show mercy to remove the wall of boundaries and many wars in the country. Only God who can feel mercy for everything, for diseases and sickness, for hungry and for those who are weak. God can uplift them. Na ndio maana nimesema na ndiomba. Nchi ya Malawi ilijenga hekalu lake. Pengine walipata hiyo idea Kenya, state temple. Tuwe na hekalu ambalo tutaenda kunyenyekea, ambalo ni la taifa, linalindwa na askari yetu zaidi ya State House. Ndio sasa tuende huko na adabu. Lakini mimi kama mchungaji, na msitutishe kusema mtafunga makanisa. That's nothing out of nothing. Ukifunga kanisa unifungi roho yako, mimi nitaendelea kuomba. Nitaendelea. Kwa hivyo kufunga kanisa na kutofunga ni bure. Na kusiwe makanisa iko superior kuliko mengine. We are more superior than other churches. Na kanisa sio kujaa watu wanavyoingia kule wanataka kama nguruwe. Kanisa ni watu kumuogopa Mungu, kuenda vizuri. Maana Mungu anasema I'm holy. Na ikiwa mimi ni holy, hata nyinyi muwe holy. Kwa hivyo tusitishwe kwa upande huu na huu. Hapana. Na kuondolea makanisa katika nchi hii ni kuharibu nchi. Mtaona kiboko ya Mungu vile itasimama. Don't try to touch the men of God and women. Itakuwa shida kabisa, and we warn. Tunaonya.
Kusiwe mtu ambaye atajaribu kufunga kanisa la Mungu, kwa sababu kanisa ni la Mungu. Kanisa ni roho zetu, sio ile registration. Hata tukiondolewa zile registration, tutaendelea kumuomba Mungu. Tutaendelea kumuomba Mungu. Hatutafunga kumuomba Mungu. Hata kuna makanisa nchi hii ambao hakuna registration, na ni dhambi kwa wao kufanya registration, na wanamuomba Mungu tangu zamani kama Wakorintho na wale wengine. Lakini sisi tuko na registration, tunafanya return na tunafaidi ije katika nchi kwa ile pesa tunatoa ya kufanya return. Hii ndio uchumi wa nchi inainuka. Lakini tusitishwe kwa jambo lolote. Jambo hili ndilo hili. Rais wetu atuite, tuende tutubu, tufanye magunia, tumulilie Mungu. Wale wazee wa Kikuyu wasicheze na hili neno la Mungu. Wasiende huko na watu wamechanua manywele huko. Wazee waende huko waombe vile walivyokuwa wakiomba. Hatukuona wazee wanaandamana na wanawake huko. Mnachanganya mambo mpaka sasa Mungu amekasirika. And that is why the whip of God is being raised up. Is only God who can remove this calamity. Ni Mungu pekee yake ataondoa hii. Ndivyo amesema Jehova. Not him. So then it is not him who will, not him who run, but of God who shows mercy. It's only God who shows mercy to me and my wife here. For the scripture says to the Pharaoh, for this is very purpose I have raised you up, that I may show you my power in you, and that my name may be declared in all the earth. God has risen his hand through corona, ndio jina lake lijulikane duniani zima. Kunatakiwa mtu wa Mungu asimame sasa aseme, tubuni ndugu zangu, tubuni wafalme, acheni usoga, acheni dhambi, ili tumulilie Mungu aondoe corona. Maziwa yetu irudi pale inatakiwa. Mungu hataki chochote, hataki kulipwa. Anataka watu wanyenyekee na wamuombe. Mungu akiona tunaelekea kumuona, atatuondolea hii shida. Na usitukane corona. Corona sio shetani. Corona ni kiboko ya Mungu. Pale Misri, mateso ya Misri, Mungu hakumtuma Musa akiwa shetani. Alimtuma akiwa na kiboko yake. Ile kiboko ilikuwa Misri, ndio iko sasa dunia nzima. Therefore, he has mercy on whom he wills, and who he wills, he hardens. Mungu atakuwa na huruma kwa yule anayetaka, na yule ambaye anataka atamunemesha. Ndugu zangu, we are suffering. The country is locked down because of you. Unaenda kanisani unchi. Umeanza kufanya sinamu na sinema za usherati, kuonyesha watu mili na kupiga picha ambazo zinaharibu hata watoto wetu, kufuta bangi na dawa za kulevya, kunywa pombe na kufuta sigara, kitabia kibaya. Wahubiri kusimama na kuhubiria watu ya kwamba mtatajirika, mtapona, mtajenga manyumba kubwa. Hiyo haina maana. Abieni watu wenyu watubu dhambi, Mungu aondoe kiboko hiki ili waweze kustawi na kunawiri. Naomba ndugu zangu, kila mmoja ana mdomo wake wa kunena. Hautaninenea mimi, and that is what I'm feeling. Tangu corona ianze, na waambia washiriki wangu watubu dhambi. Hayo mengine ni nyumaye. Dunia zima itubu dhambi. Pofu awaambie watu watubu dhambi. Kila mhubiri aambie kondoo zake watubu dhambi na wakae vizuri, maana Mungu kuna wasoga katika makanisa yetu. Kuna devil worshippers. Kuna watu ambao wanamkufuru Mungu na bado sisi tunawaita ni wazee wa kanisa. Nchi inamkufuru Mungu. Watu wanaambiwa waache kunyakua. President anawaambia msinyakue. Watu wanaambiwa acheni kunyanyasa maskini, na hasa kunyanyasa maskini. Mungu ameinuka na kiboko kikubwa, kwa sababu watu wanalia, wanamulilia Mungu. Sauti ya Mungu ya binadamu ndio sauti ya Mungu. I wish you
kwa sababu sasa tumekuwa locked down, and I'm not happy because nimemaliza mwaka mmoja nyumbani na siku sasa 5. Sasa locking down imeingizwa tena. Tutakaa nyumbani mpaka lini? Na ile mahali ambapo ndipo dawa iko ni makanisani. Makanisa imefungwa, baadhi kifungwa. Sasa na dawa ya hii ugonjwa ni kuomba na kutubu. Tutamaliza hii ugonjwa lini ambao unaitwa ni shetani na sio shetani kiboko ya Mungu? Nataka kusema ingekuwa wasi makanisa ndipo mahali Mungu anatazama, sio maduka ama maofisi kubwa. Mungu anatazama wanyenyekevu na wenye kutubu ili aweze kuiponya nchi yetu na dunia nzima. I think and I hope siku moja nitasikika vizuri, dunia nzima itasikia, and I'm addressing for the whole world. There is power and God can bring mercy. Kwa neno moja tu, na hii nchi ipone na uchumi inuke na watu wasamehewa dhambi. Lakini kwa sababu watu wanataka kujionyesha, hakuna utajiri unafanya kazi hapa, ama ukubwa ama umaskini hapa. Mungu anataka watu wanyenyekee, watubu dhambi zao ili aweze kuponya nchi. May Lord bless you. Almighty God bless you. Bye bye. Nataka kuomba, na baada ya kuomba nitaimba wimbo moja, alafu tutaendelea kunyenyekea tukifuata masharti ya serikali. Tukikaa nyumbani, msiwasumbue askari wetu. Kafi imewekwa na president, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Mkae vile, kwa sababu mkikosa kuomba nyinyi wahubiri na kukemea jambo lolote la maovu, basi naye president ana mamlaka yake pamoja na walinzi wake kusema yoyote ambaye atakayofanya. Na sasa sisi hatuko mikononi mwa makanisa, kwa sababu tumeshindwa na kuaddress kutubu dhambi. Basi tunyenyekee kwa mikono ya serikali ili tusiapukishane ili pigo, kwa sababu pigo la Mungu liko. Hata pale Yerusalemu waliokuwa na ukoma walipiga kelele na kusema tuko najisi, na wengine wanakimbia. Hata nyinyi kibieni. Daktari wanasema mvae mask, tena muwe na distance, tena muoshe mikono yenu. Do it. Serikali nasema curfew, fanyeni hivyo. Rais ndiye ametuweka hata wakati aliloko down, ndio maana uliona nchi imekaa vizuri. Lakini muelewe, tunasubua nchi. Makuhani inukeni, muombe Mungu na mumulie Mungu. Ukienda kwa rais muambie, jambo hili bwana rais ni kutubu. Ambia watu wa Kenya watubu dhambi. Ambia sio Mungu tunamjua, lakini kwa nini waambii watu watubu dhambi? Watu waambii watubu dhambi na waache kulalana. Waache kuona, usikubali wanaume na kwa wanaume waoane. Nchi itaungua. Sodomizing ni kitu baya mbele ya Mungu. May Lord bless you. Asante sana Yesu Kristo kutusamia dhambi. Tunajua sasa tumekosa. Sisi ni wakosaji. Tunaomba msamaha wa dhambi. Tunaomba kusamehewa nawe. Tukiingia nyumba zetu, kuna watu wamekaa uchi. Wanapigwa picha wakiwa uchi na zinawekwa kwa runinga. Tunaona uchi. Hata tunaona wasichana wanatokea huko wakiwa uchi. Wanatoa matiti yao nje. Wanaangamiza vijana wetu. Sasa Mungu, hii ni ushetani. Hata umeingizwa katika runinga zetu. Wazee kama sisi tunatazama runinga zetu, tunaona watu wakifanya maovu. Tumeingiliwa na mawazo hata kuondolewa ile neema ya Mungu tuko nazo, kwa sababu tunatazama maovu. Maovu imeingia mpaka kwa nyumba zetu. Maovu imeingia katika maofisi. Watu wanalalana hata katika maofisi. Watu wanaimba bila kipimo. Watu wanataka kutajirika kwa kunyonga na kumaliza wengine. Mungu katusaidie, na ukasaidie dunia nzima, na ukasaidie taifa la Kenya. Mungu katuwezeshe kutubu, maana dawa ya kila jambo ni kukunyenyekea na kutubu. Mungu akiona tumetubu, anasikia huruma. Amesema katika maandiko ya kwamba ni mimi nitakayelete ule msamaha. I'm only the one who can forgive. Nobody else who can forgive. Sisi ni instrument zake Mungu za kuweza kunena na wanadamu. Mungu atubariki na kutusamehe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini.
Amen. Nataka kuimba wimbo. Ashatazi wake daima, ziwe zake Bwana harusi, kisha tuweke kwenye taa, tuweke mafuta, ziwe zake Bwana harusi, kisha tuweke tumage tukiwa macho, kwa sababu hatujui saa atakayokuja There is a lot of pride on earth today. There is a lot of pride on earth today. Jehovah, Jehovah. Yeah.
Asante sana. May Lord bless you. Nambari zangu za simu ziko hapa, ikiwa iko spali uniulize. Lakini nawasihi ndugu zangu, dada zangu, tutubu dhambi. Suluhisho la hili jambo dunia zima ni kutubu dhambi. Watu waache dhambi, wamwelekee Mungu. Baba wetu wa mbinguni ana njia zake, na njia za Mungu haziwezi kupingwa na mtu. Misri hazingeweza kupingwa na mtu. Akamwambia Musa, pigo hili ni langu. Na hata tumesikia kwa maandiko, yeye ndiye alienda huko kwa Farao, na yeye ndiye uondoa. Akamwambia ni Musa, nitakuwako pale wana wa Israeli wakitoka Misri, ili nione na macho yangu wanapoondoka. Akamwambia malaika, mwende pale Sodoma na Gomora. Akamwambia Nuhu, watu wameasi, gharika inakuja. Kwa nini tunasahau? Kwa hivyo tutubu dhambi zetu, tumwelekee na tumulilie Mungu. Sio kwa ajili ya kanisa. Simama na miguu yako utubu. Acha anasa. Msituletee wanawake wakiwa unchi pale. Tumuogope Mungu. Mungu akifunga mapua yako, saa hii tutakuwa maiti zote. Nataka kusema kuna mapigo itakayokuja, na kuna mapigo ambao hata madaktari hawataweza kusimama kuwahudumu watu. Ni shida kubwa kuona ya kwamba lockdown imeingia, shule zinaweza kukosa kurudiwa, biashara zimefungwa. Tumulilie Mungu atusamehe dhambi zetu, aponye dunia zima, ili economy na sifa za Mungu zikainuliwe na kila mwanadamu. Ambayo anamuomba shetani aendelee tu, wewe unayemuomba Mungu muombe, lakini Mungu hashindwi na jambo lolote. May Lord bless you. Bye bye.